Okay, asante sana Falhani, Ali Kashmiri pamoja na Aziza Malik. Hapa tupo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere International Airport ambapo tuko hapa kwa zoezi moja tu la mapokezi maalum ya raia wa Tanzania waliokuwepo nchini Israel ambao walikuwa wapo katika shughuli mbalimbali, lakini wengi wao walikuwa katika shughuli za kimasomo, ambapo serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kupitia maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowataka kuhakikisha kwamba raia wote wa Tanzania waliokuwa Israel wanawasili ama wanarejea salama usalimini katika ardhi ya Tanzania kufuatia kile kinachoendelea kule Mashariki ya Kati ya vita ama mzozo kati ya taifa la Israel pamoja na Iran. Kwa hiyo jioni hii ya leo hapa katika viwanja vya ndege vya kimataifa vya Julius Nyerere ni kwamba zoezi la kuwapokea vijana hao tayari limeisha kwisha fanyika, na itakumbuka tu kwamba hapa wamepokelewa vijana 36 kati ya wale 42 wakitanguliwa na wale wengine 6 ambao wamewasili kwenye uwanja wa ndege wa Sheikh Abeid Amani Karume uliopo kule visiwani Zanzibar. Kwa hivyo mchana wa leo waliwasili hao 6, lakini 36 wamewasili jioni hii ya leo hapa jijini Dar es Salaam. Lakini kwa mujibu wa Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje, Balozi Dr. Samuel Shelukindo amesema zoezi hili litakuwa endelevu haswa katika taifa la Israel, lakini pia katika taifa la Iran ambao nao wapo wa Tanzania ambao pengine huenda wakawa wanapitia kadhia hii ya kile kinachoendelea cha mivutano na mgogoro kati ya Israel na Iran. Kwa hivyo ajenda ile kuwepo kwa Tanzania ni moja tu, kuhakikisha kwamba raia wote wa Tanzania wanakuwa salama na wanarejea nchini ili kuendelea na shughuli nyingine, ilhali mzozo huu bado umekuwa ukiendelea, ingawa kwa taarifa za hapo awali imesemekana kwamba vita hivi vimesitishwa kwa muda ili hatua za kidiplomasia ziendelee kufanyika kati ya mataifa haya mawili yakiongozwa na taifa la Marekani. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuwasili kwa vijana hawa kutoka Israel ambao wamewasili jioni hii ya leo, ikiwa tu ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya serikali kupitia Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo hii tumeweza kuwapokea ndugu zetu ambao walikuwa Israel na walikuwa 42, lakini 6 wameshukia Zanzibar, na hapa kama mnavyoona wako 35 wamekuja, mnaona wako na watoto, lakini yote hayo safari nzima imegharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama maelekezo yalivyotoka kwa mheshimiwa, yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais. Na kesho tunategemea vile vile kupokea wengine ambao wanatokea Iran kupitia na Dubai ambao watafika asubuhi kuanzia saa 2. Naitwa Neema Dashina, mimi ni daktari, ni mwanafunzi wa Master of Public Health Hebrew University of Jerusalem nchini Israeli. Kwa niaba ya Tanzania wenzangu tunamshukuru sana Mungu kwamba tumerudi salama. Imekuwa ni safari ndefu ya siku 3, lakini pia tunashukuru sana serikali. Naitwa Emmanuel Mitinje, ni afisa mipango miji, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, lakini vile vile ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu PhD in Urban and Regional Planning katika chuo kikuu cha Technion kilichoko Israeli. Kwanza kabisa nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama, lakini vile vile kwa dhati kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutumia jitihada zake kuweza kuturudisha nyumbani salama. Kama unavyoona sasa hivi tuna amani na tuna furaha tele kwa sababu nchi yetu ni amani na tulivu. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo.